Shukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu, lakini pia kipekee zaidi nashukuru waandishi wa habari wenzangu kwa sapoti kubwa ambayo mnatupa kuelekea katika mechi yetu ya kesho. Tumeanza mbali katika kuhamasisha, lakini pia kuhabarisha mashabiki ili waweze kujitokeza kwa wingi. Kikubwa ambacho nataka kuzungumza na mambo mawili. Jambo la kwanza, nafikiri jana waandishi tukiwa sisi ambao mlikuwa kwenye ule mkutano kule ambao walifanya Young Africans, kuna kauli ambayo mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Young Africans Alikamu alizungumza kuhusiana na mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Chacha Matiku ambaye ni mlezi wa timu ya Tabora United. Lakini pia sio tu kuzungumza, lakini alizungumza kauli ambazo hazikuwa na afya katika mpira wetu wa Tanzania. Kitu ambacho labda watu hawakifahamu ni kwamba Paul Chacha Matiku, mkuu wa mkoa wa Tabora, ni mlezi wa timu ya Tabora United. Sasa leo hii anapokuja msemaji ambaye ni level ya chini sana, mkuu wa mkoa ni status kubwa. Sawa, tunapozungumzia mkuu wa mkoa ni status kubwa. Yule ni mteule wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Na yule tunaweza tukasema kwamba ni mwakilishi wa rais katika mkoa wa Tabora. Na hata hao mashabiki ambao walikuwa wanazungumza nao ni mashabiki wa Yanga lakini wanaishi Tabora. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Chacha Matiku ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora. Ambapo hao mashabiki wa Yanga ambao walikuwa jana pale wakizungumza zile sentensi kupitia kwa mkuu wa idara ya habari na mawasiliano, ni mkuu yani ni sehemu ambayo wao wanaishi katika mkoa wake. Kwa hiyo niseme tu kitu kimoja, sisi kama club hatujafurahishwa na kauli zake. Hatujafurahishwa na kitendo ambacho amekizungumza cha kumzailisha mkuu wa mkoa wa Tabora. Ishi ya mkuu wa mkoa wa Tabora kutoa bonus, hiyo ni business as usual. Na hajatoa bonus kwa mechi ya Yanga. Mechi ya Simba alizungumza kabisa akasema Tabora mkimfunga Simba natoa milioni 50. Lakini hatukumuona afisa habari wa Simba akienda kumshambulia mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kauli ambazo alizungumza. Hatukuona hicho kitu. Lakini ni ajabu kwa mkuu wa idara ya habari wa Yanga kwenda kumshambulia mkuu wa mkoa wa Tabora kwa sababu tu amezungumza kauli ambayo imekwenda kutoa hamasa kwa wachezaji. Kwa hiyo mimi ambacho nataka kuzungumza kwa niaba ya klabu, cha kwanza tumesikitishwa na hatujafurahishwa na kauli ambazo amezungumza, kwa sababu yeye kwa level aliyokuwa nayo hana level ya kuzungumza maneno machafu kwa mkuu wa mkoa, hana. Na sidhani kama Yanga inaajiri watu kwa ajili ya kwenda kutukana wakuu wa mikoa. Na sidhani kama Alikamu ameajiriwa na Yanga ili akija kwenye mechi ya Tabora aje amtukane Paul Chacha Matiku. Sidhani kama Yanga walimwajiri kwa kazi hiyo. Yanga wamemwajiri kazi ile, ninaamini maafisa habari tunaajiriwa kwenye hizi idara kwa ajili ya kuhamasisha na kutoa taarifa. Mimi sikumbuki kama kuna siku ambayo niliwahi nikasimama kwenye vyombo vya habari nikazungumza kitu chochote labda cha kumharas au cha kumtukana au cha kuzungumza kauli ambazo sio nzuri kwa rais wa Yanga na maanisha Engineer Harris au fadhili wa Yanga kwa maana ya JSM, sidhani, au kwa makamu wa rais wa Yanga kwa maana ya Arafat, au kwa kiongozi yote ule wa Yanga ambaye ni kiongozi mkubwa katika timu ya Yanga. Sijawahi. Lakini level ya Alikamu sio level ya kwenda kuzungumza maneno ambayo amezungumza jana. Kwa hiyo sisi kama club, cha kwanza tunaiomba mamlaka husika za mpira wa miguu kwa maana ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuchukulia hatua jambo hili, kwa sababu hii sasa imekuwa kama ni tabia. Bodi ya ligi wanaposema kwamba media officers tufanye kazi kwa ajili ya kuhamasisha mechi, hawajawahi kuambia kwamba maafisa habari wafanye kazi kwa ajili ya kutukana viongozi. Wao umekuja Tabora, umekuja kucheza mechi. Fanya kile ambacho kimekuleta, hamasisha unavyoweza. Lakini sio katika legacy ya kwenda kuzungumza kitu ambacho unajua kabisa kwamba yule ni mtu ambaye ana familia yake, yule ni mteule wa Mheshimiwa Rais, wananchi wa mkoa wa Tabora wote wanamwangalia yeye, wanamsikiliza yeye. Kwa hiyo wewe unapokwenda kuzungumza maneno ya kumtukana na kumharasi na kumdhalilisha, tafsiri yake ni kwamba unadhalilisha ile nafasi. Kwa hiyo mimi tunachosema kusema kwamba tumehuzunishwa na ile kauli, na nampa masaa 24 Alikamu aombe msamaha na muombe samaha mheshimiwa mkuu wa mkoa. Yaani nampa masaa 24 amuombe msamaha Paul Chacha Matiku.
Tofauti na hapo, hatuna sentensi nyingine ambayo tutakwenda kuzungumza, kwa sababu sisi hatujawahi kuwaharasi wala kuwazungumza chochote vibaya viongozi wao. Tumekuwa tukizungumza sentensi moja kwa ajili ya kuhamasisha mechi. Mechi hii tangia imeanza tulikuwa tunazungumza sentensi za kuhamasisha mechi, lakini hakuna mahali ambapo nilisimama nikazungumza tofauti na kitu ambacho cha kwenda yani cha kwenda kuwavunjia heshima viongozi wake ambao yeye wamemwajiri pale. Narudia, labda kama haelewi, Paul Chacha Matiku ni mlezi wa timu ya Tabora na ni mkuu wa mkoa wa Tabora. Kwa hiyo ana haki ya kwenda kambini kuzungumza na wachezaji, ana haki ya kwenda kuhamasisha kama ambavyo wakuu wa mikoa wengine ambao timu zipo katika mikoa yao wanakwenda kufanya. Lakini hakuna mtu ambaye aliwahi kusimama akamtukana mkuu wa mkoa kwenye timu, labda kuna timu ambayo ipo ligi kuu, hakuna mtu ambaye amewahi kwenda kusimama na akaenda kumtukana. Kwa hiyo nampa masaa 24 amuombe radhi Mheshimiwa Paul Chacha Matiku. Tofauti na hapo, lakini pia kingine tunaiomba bodi ya ligi pamoja na TFF, kwa sababu ndio mamlaka ambao zinasimamia vilabu na hawajawahi kuwaruhusu maafisa habari kwenda kuongea maneno makali kwa viongozi ambao wapo kwa ajili ya kuisaidia timu. Asante. Kuelekea katika mchezo wa kesho, naweza nikasema kwamba mpaka sasa hivi maandalizi yamekamilika kwa 90%. Zimebaki 10% ambazo ni za kwenda uwanjani kesho kwa wachezaji ili tuweze kwenda kupambana kutafuta alama 3. Na kitu ambacho napenda kuambia kwamba tunajua Yanga wana mchecheto. Yaani na ndio maana mpaka inafikia hatua watu wanaanza kuzungumza maneno makali. Kuzungumza maneno makali haukusaidii wewe kushinda mechi ya kesho. Yaani kuzungumza maneno makali wewe hakusaidii kwa aina yoyote ile. Unachotakiwa wewe nenda uwanjani mkacheze mpira. Sisi tumejiandaa kwenye hii mechi kama ambavyo tulivyojiandaa katika mechi iliyopita. Na sisi swala la Tabora kwenda kumfunga Yanga kesho sio story. Yaani story kubwa ambayo itakuwa ni Yanga kufungwa na Tabora, lakini sio Tabora kumfunga Yanga. Kwa sababu sisi kwetu tumeshakuwa ni kitu cha kawaida. Mechi ya kwanza tulimfunga Young Africans tukiwa nyumbani kwao katika uwanja wa Chamazi na tukamfunga magoli mengi tu, magoli 3-1. Kwa hiyo sisi kesho tunakwenda kutafuta heshima au kwenda kuendeleza heshima katika mkoa wetu, lakini pia kuendeleza heshima kwa mashabiki zetu. Mashabiki zetu tulivyomaliza mechi wamekuwa wakitoa ushirikiano kila siku na kila mtu alikuwa anatamani kuona mechi yetu ya dhidi ya Yanga tunakwenda kushinda katika uwanja wa Hassan Mwinyi baada ya uwanja wetu kufungiwa. Na ndivyo ambavyo sisi management ambao tulipambana tukasema kabisa kwamba ni lazima tuhakikishe mchezo huu unakwenda kuchezwa katika uwanja wetu wa Hassan Mwinyi, na ndivyo ambavyo tumefanya. Kwa hiyo niwaambie mashabiki zetu na Watanzania wote kwamba jukumu letu sisi ni moja tu, watu wasio na wasiwasi. Kesho twendeni uwanjani, tukateni ticket na tukate ticket original. Kuna ticket fake zimekuwa zikitolewa. Nafikiri hata jana nimezungumza na leo nazidi kuzungumza tena. Jamani, hatutomvumilia mtu ambaye atakuja uwanjani ana tiketi feki. Tumetangaza vituo 4 vya kukatia tiketi. Mango pale ambapo kituo kipo pale stand, tumetangaza kituo cha Nana Decoration, Rama Paiponti pale Waziri, lakini pia na kituo kingine ni Big Brother karibu na uwanjani. Hivyo ndio vituo ambavyo vinaweza kukata tiketi. Usiokata tiketi kwa mtu asiyekwambia kwamba bwana nichukua hela hii hapa nipe tiketi, unakuwa umepigwa. Ni labda nitumie hiyo sentence ya mtaani ya mtaani kwamba utakuwa umepigwa. Na sisi hatutomvumilia mtu. Wewe ukija na tiketi yako tukiingiza kwenye system ikishindwa kusoma, ivenzo umelipa, hatutakuruhusu uingie uwanjani. Na sio tu kuingia uwanjani, wakati wenzako wanaangalia mpira, sisi tutashughulika na wewe. Yaani wakati tunafanya mahojiano na wewe, hiyo tiketi umetoa wapi, kakuzia nani, utusaidie kutupa ushirikiano. Sisi wenzako wakati huo mechi wanafanya nini? Mechi wanaangalia. Kwa hiyo tununueni tiketi, na tiketi tumeweza kuuza tangia juzi. Na tusisubirie kesho siku ya mwisho ndio watu tukaanza kujitokeza kupanga foleni. Mechi ni saa 10. Ukienda kukata tiketi saa 2, saa 3 na wakati ndio siku ya mchezo, foleni ni kubwa. Utakosa nafasi ya kwenda kuangalia mechi. Kwa hiyo ni wasii sana tukateni tiketi zetu mapema. Yaani mapema. Tunapozungumza mapema kwa sababu hivi tunavyozungumza hapa vituo viko wazi. Lakini ukienda kwenye vituo hakuna watu wanaenda kukata tiketi. Wanasubiria kesho siku ya mechi ndio watu waanze kupanga msongamano. Lakini kwa nini tusijipe utaratibu wa kukata tiketi zetu mapema ili kesho tuwe comfortable tunapokwenda kuangalia mechi. Kwa hiyo mimi nawaomba na nasisitiza tuepuke kukata tiketi feki. Kama tutakuwa nimechelewa utaweka sawa. Kwa upande wa Young Africans wao wanaamini kwamba hakuna huo uzito wa image
habari wakiunganisha dots kwamba mpaka sasa haieleweki kocha mkuu wa Tabora anakwenda kwenye mechi ama hata kuwepo, lakini pia kucheza chini. Kocha mkuu wa Tabora yupi? Yupi? Hapa si kocha alikuwa anaongea au umechelewa press? Okay. Kwa maana kasema utarekebisha kama kwa kuwepo. Lakini pia watu wanaunganisha dots kwamba kuna baadhi ya rumors zinaendelea kwamba kuna madai yanaendelea ndani ya klabu. Madai? Ya malipo. Kwa hiyo ndio maana watu wanasema hii inawezekana sio ikawa hiyo mechi kubwa kama ambavyo inatengenezwa kwa taswira. Kama msemaji unaweza kueleza hili sawa. Kuhusiana na madai, kuhusiana na kocha na hiyo kauli. Cha kwanza nikizungumzia na scenario ya mechi. Yanga wakisema kwamba mechi ni nyepesi kwao. Hiyo ni defense mechanism tu, namna ambavyo wanataka kuingia kwenye mechi. Sawa? Yaani ni kama za kusema kwamba ile mwanaume anajikaza kisabuni. Unajua kujikaza ile. Sio sabuni huyu kiongozi wa taarifa aliyokuwa hapa anaongoza press. Yaani ile kujikaza kisabuni wanasema. Kwa sababu kwenye akili zao wanajua, na ndio maana the day one wanakuja hapa wanasema kwamba mechi itakuwa ngumu, tumekuja kulipiza kisasi. Alafu jana nakwambia mechi itakuwa ni nyepesi. Si Tabora hatuwezi kuingia kwenye line kiasi hicho. Yaani si tunajua namna ya kucheza hii mechi. Kama ambavyo tulicheza mechi ya kwanza. Sema ambavyo tunakwenda kucheza hii mechi. Na sisi kwa upande wetu hatujasema kwamba hii mechi itakuwa nyepesi. Mechi kwetu itakuwa ni ngumu. Kwa sababu tunahitaji kutengeneza rekodi nzuri zaidi ya ile ambayo tuliifanya. Na mashabiki na Watanzania wote wamekaa tension kwa ajili ya kuangalia nini Tabora wanakwenda kufanya kitu gani kwenye mechi ya kesho. Kwa hiyo hizo kuunganisha doti za kusema swiki na hiki, hizo ni kama labda wanataka kuitoa Tabora kwenye mchezo ili na sisi tukiingia kwenye mchezo tuseme kwamba hii mechi ni nyepesi. Lakini kiuhalisia wao wenyewe Yanga kesho hakuna rangi wataacha kuiona. Hii kauli naizungumza kila wakati. Yaani hakuna rangi watakaa kuiona kesho Young Africans. Unajua Asali? Asali mimi mwenyewe nakaa Tabora na nishamaliza mwaka sasa kukaa Tabora. Lakini leo ukiniuliza kwamba Asali na rangi gani, siwezi kukwambia Asali na rangi gani. Lakini kesho lazima Yanga watatuambia. Yaani Asali kikaa kwenye chupa huwa inakuwa na rangi gani? Yaani inakuwa na rangi ya kahawia, inakuwa na rangi ya karoti au inakuwa na rangi gani? That way nikasema kwamba kesho hakuna rangi ambayo Yanga wataacha kuiona. Na kuhusiana na issue ya madai, si Tabora hatupo kwenye hiyo level ya sasa hivi. Ya kusema kwamba si kuna wachezaji si wanadai na nini, hapana. Na mojawapo mishahara ya wachezaji pamoja na benchi la ufundi inatoka moja kwa moja kwa mdhamini wa haki za matangazo ambaye ni Azam Media. Sasa pesa zinakuja alafu usilipe mishahara kwa wachezaji ama na benchi la ufundi. Can you imagine kama unaweza kupata hiyo? Na bodi ya ligi na TFF wamekuwa wakali sana kuhusiana na hizi pesa ambazo zinatolewa. Na ili uweze kupata hizi pesa kila mwezi ni lazima upeleke retirement. Kwa hiyo sisi kila mwezi pesa tunapata, tunalipa mishahara, tunapeleka retirement, na baada ya retirement kwa mwezi mwingine pia tunakwenda kufanya nini? Tunapewa pesa. Kwa hiyo hicho sentence ya kusema kwamba Tabora kuna madai, hiyo story niliona, lakini sikutaka kuhangaika nayo kwa sababu tuko busy tunajiandaa na mechi. Wakati mwingine mtu anaweza kaleta story kwa sababu tu ya kutaka kuwavuruga. Lakini si Tabora ni machuo kusema ukweli. Huu ni msimu wetu wa pili. Hatuwezi kusikia kitu ambacho kimeandikwa mtandaoni tukaanza kufanyia kazi au tukafocus na hicho kitu badala ya kufocus kwamba tunaenda kupata matokeo. Naomba nikurudishie nyuma kidogo wakati tunazungumzia sakata la Bwana Ali Kamwe kuzungumza vile kauli kwa mheshimiwa kocha. Mara baada ya kwanza nikupongeze kwa kuonyesha ujasiri kulichezea jambo hili kama klabu, lakini pia mara tu baada ya kauli ya Ali Kamwe kuzungumza vile tulianza kuziona video za mheshimiwa zikisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Zikisemaje? Naomba ninukuu kidogo tu mstari mfupi. Anasema kwamba najua kama kuna watu wanapitisha message na wala mtu akikupa hela usio. Wakati timu haina matokeo rafiki, inapambana isishuke daraja. Alikuwa anapita kila wakati kwenye kambi za wachezaji, anazungumza na wachezaji, anahamasisha. Na akawa anawaambia kabisa kwamba mkibakiza timu ligi kuu, nitawapa milioni 50. Na ndio kitu ambacho alikifanya. Si ndiye? Kwa hiyo yeye hii ni kazi yake kwa sababu tayari ameshajivika ule Tabora United na yeye ni kiongozi wa hapa. Leo hii Tabora nyenye mmekuja hapa, mmetoka Dar es Salaam mmekuja Tabora kwa sababu ya nini? Ya Tabora United. Leo hii Tabora isipofanya vizuri, ikifanya vibaya, kila mmoja atakuwa anazungumza na maana mkoa alikuwa pale, mbona hajaisaidia timu? Lazima watu watazungumza hivyo. Kwa hiyo yeye ni lazima akae na wachezaji kuzungumza, na sio dhambi kwa sababu yeye ni mlezi wa timu.
Yaani ndio maana nimekwambia hata kwenye familia unapoona kuna kitu kipo, ni lazima kama mzazi usimame uwaweke imara familia yako. Bwana, tunakwenda kwenye vita. Kwa hiyo tunatakiwa tupambane kwa namna moja ama nyingine ili tuweze kufanikisha kushinda vita hii. Na sio mara yake ya kwanza alitoa hadi mechi dhidi ya Simba. Ingelikuwa anatoa mechi dhidi ya Yanga tu, tungezungumza kisentensi nyingine. Lakini yeye alishatoa, na sio mechi ya Yanga ya Simba peke yake. Yeye tangia msimu umeanza, timu Tabora ikishinda anatoa milioni 10. Ikisare anatoa milioni 5. Alitia mechi dhidi ya Simba akaadi value, akatoa milioni 50. Lakini bahati mbaya timu ilifanya nini? Haikupata matokeo. Tafsiri yake ni kwamba timu ingepata matokeo, Tabora wangepata, wachezaji wa Tabora wangepata milioni 50. Kwa hiyo yeye alichokifanya ni kumvunjia heshima kiongozi ambaye pasipo kujua kwamba yule ni mlezi wa timu ya Tabora. Kwa sababu tulianza na Dr. Matilda Buriani, alikuwepo na alikuwa anatoa hamasa kama ambazo anatoa hivi. Kwa hiyo na yeye anakwenda kuendeleza pale ambapo wakuu wa mikoa waliopita Tabora, waliokuwa na Tabora United ambapo walishia. So far yeye anakwenda kuendeleza. Kuna swali lingine? Asante.